Naitwa Amina Omar Shaib, ni mkurugenzi wa taasisi ya Tuodo ambayo ni Tuinuke Women Development Organization. Taasisi ambayo inafanya kazi na watoto, wanawake, vijana, makundi maalum na wananchi wote kwa ujumla. Leo tuko hapa katika shule ya msingi Kiombo pamoja na shule ya msingi Kipera kwa ajili ya maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika ambayo kitaifa itafanyika tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 2025, lakini sisi Tuodo tumeamua kuadhimisha leo kwa kutoa elimu kwa watoto ambao wanapatikana katika shule hii hapa. Lengo kuu la kuja hapa ni kwa ajili ya kuwagusa watoto katika masuala mazima ya elimu, kama elimu ya kupinga ukatili, elimu ya mazingira, lakini pia elimu ya makuzi. Kwa hivyo tuko hapa kwa ajili hiyo, lakini pia tumekuja hapa kwa ajili ya kuwapa faraja wale watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu, ambapo tulikuja na vitu vidogo ambavyo tumewapatia kama faraja kutokana na mazingira ambayo wanaishi. Basi kwa siku hii ambayo ni siku ya mtoto wa Afrika, na wao wajisikie faraja. Kilicho tusukuma kama taasisi ya Tuodo, kazi yetu ni kuwagusa jamii. Kwa hivyo hata hao wanafunzi wa hapa nao pia ni mojawapo ya jamii. Kwa hivyo tukaona mara hii, maana Tuodo tuna kawaida ya kuwagusa watu tofauti tofauti ambao tunafanya nao kazi. Kwa hivyo kwa mwaka huu tukasema tuna ulazimu wa kuwagusa watoto ikiwa nao sehemu ya jamii. Na ndio maana tukaja hapa kwa kushirikiana na watoto, tukacheza na watoto, tukaimba na watoto, lakini pia tumesoma na watoto na kuwapatia kile kidogo ambacho Mungu ametujalia wale ambao wanaishi katika mazingira magumu. Hali bado hatujafikia lile lengo la kupunguza ukatili, lakini kwa kiasi fulani kutokana na kuongea mara kwa mara na wale makundi ambayo yanatajwa, kidogo angalau watu wamepata uelewa, hata wazazi kidogo wanauelewa kuhusu jinsi gani ya kuwalea watoto wao, lakini pia jinsi gani ya kuwalinda watoto ili wasiingie katika hayo masuala ya unyanyasaji wa kijinsia na ukatili. Kwa hivyo tunajitahidi na tunaendelea kutoa elimu, na ndio maana bado tupo katika kutoa elimu. Ingawa bado hayajaisha moja kwa moja, lakini kuna uangalau au afadhali, sio kama uko nyuma ambapo ulivyokuwa hakuna watu wa kuyasemea hayo mambo. Wito wangu kwa serikali ni kwamba wasituache mkono, wawe pamoja na sisi, hasa pale ambapo tunapowapelekea wazo la kufanya kitu kwa ajili ya jamii. Kama tunavyojua masuala ya kijamii ni masuala magumu sana, na sisi kama shirika la Tuodo bado hatuna mtu ambaye anatushika mkono. Kwa jitihada zote ambazo unavyoziona hapa leo ni sisi wenyewe ambao wanachama tumejiorganize tukaona tufanye hichi kitu. Kwa hivyo tunaushauri serikali ituunge mkono pale ambapo tunakuwa tunaenda na wazo kwamba tunataka tufanye kitu fulani, basi wawe bega na sisi ili kuhakikisha tunatimiza ile lengo letu tukiwa kama wanatuodo na wadau katika jamii. Moshi Mohamed Marula, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kiombo. Nipo hapa na taasisi ya Tuodo, taasisi ambayo inapinga ukatili wa kijinsia watoto, kina mama. Kwa hiyo niko hapa. Kwa hiyo niombe tu kama kuna taasisi nyingine kama taasisi hii ya Tuodo, basi waje kwenye mtaa wangu wa Kiombo. Elimu ya ukatili wa kijinsia kwenye mtaa wangu wa Kiombo inahitajika kwa kiasi kikubwa, kwa sababu mtaa wetu una changamoto nyingi za watoto. Watoto wengi mazingira yao ni magumu na kutokana na elimu. Kwa hiyo ikitokea taasisi kama hizi wanakuja huku kwa ajili ya kutoa elimu, hiyo itakuwa vizuri zaidi, ili watoto waweze kupata elimu na wazazi pia waweze kuelimika. Mimi shujaa hata ukatili, mimi ni shujaa hata ukatili. Kumbe mnajua anaitwa Maro Julius Mariba, sio? Mimi napinga mambo ya ukatili. Ukiona umefanywa ukatili, umeniona? Ukikutana mimi niambie. Mimi ni mwenyekiti wa kupinga ukatili kata ya Kitunda, KC au Sumaujata. Hiyo niliyokuwa nawaambia kataa ukatili, sio kama unasikiliza. Ukifanya kitendo chochote tuambie. Haki ya kutoa mawazo. Sio kwamba mzazi mwingine, sisi wa baba, mtoto umenyanyaswa huko, umetendewa vitu ambavyo sivyo, unasaka useme baba, ile unaanza tu baba mimi, unaanza kulia baba mimi, unajua huko kumbavu, usiongee shenzi. Kumbe umekosa haki ya kusema ulichofanyiwa au ulichotendewa.
sio? Kwa hiyo unatakiwa uwe huru na ili uweze kutoa mawazo yako. Mnanielewa huko? Ukitendewa ambavyo sivyo, inabidi umwambie mzazi. Mzazi ukiona hakuambii utafanyaje? Kama hakusikii, kama umefanywa vitendo ambavyo sio vya haki na mzazi wako unaona hakusikii, kuna sehemu za kupeleka. Umefanywa ukatili. So mnasikia kwamba unapofanywa vitendo ambavyo sio vya haki, vya kikatili, una mawazo ya kutoa mahali popote pale, sio? Serikali zipo, ukiona wazazi hawakuelewi, unaenda polisi, unatoa taarifa, sio? Hiyo ni mojawapo ya haki ya kutoa mawazo. Una haki ya kuishi na wazazi. Wewe mtoto unapokuwa upo shuleni, umezaliwa kule na wazazi, umekuja umeingia shuleni lakini umjui baba yako, sio? Wala mama yako. Lakini kama uko na baba, lazima muulize mama yangu ni nani? Mimi ninayezungumza hapa ni mwezeshaji wa mali ya mazingira, ni mkurugenzi wa shirika la Buguruni Development Organization, naitwa kifupi Budeo, ofisi iko Ilala Depo, manispaa kwa watu ambao wamefika mjini Ilala, sawa? Kwa jina ninaitwa Hamsini Omari Tanji. Hewa mnayevuta nyinyi mnajua inatoka wapi? Inatoka wapi? Inatoka kwenye miti. Sasa msipopanda miti mtapata wapi hiyo hewa? Kwa hiyo muhakikishe kwamba kila mtoto anapokuwa yuko shuleni anahakikisha kwamba anapanda mti kwa ajili ya kutunza ule mti wake. Mpaka unamaliza darasa 7 umekuwa umeacha alama shuleni ya mti, na anayekuja anakuta mti tayari shuleni huko, inapatikana hewa nzuri na mazingira yanakuwa ni mazuri, sawa? Kuna swala linaitwa uchafuzi wa mazingira. Mnajua maana uchafuzi wa mazingira? Nini maana yake wewe? Kitendo cha kuharibu mazingira, ni kitu unachokitumia naenda kutupa kwenye mazingira yaliyo safi. Okay. Na mfumo huu wa kutenganisha taka tunawafundisheni nyinyi watoto ili muweze kuutumia majumbani. Mkifika nyumbani kwa wazazi, mkasema leo tumepata elimu kwamba taka ni mali. Maana ya taka ni mali, tunatenganisha hizi taka kwa ajili ya kutengeneza fursa ya kipato. Karatasi tutauza, chupa tutauza, na taka zile za vyakula zinatengeneza mbolea. Lakini mbali na mbolea, kuna funza pia inatokana na vyakula. Hawa funza nyinyi ambao mnaona ni uchafu, hawa funza inakuwa ni chakula cha samaki, unajua? Ndio. Kwa wale wafugaji wa kuku wanatumia pesa nyingi sana kununua vyakula vya mifugo kwa sababu ya gharama kubwa ya matayarisho ya viwandani. Lakini kama tutatumia na material ya funza ambao tunatengeneza sisi wenyewe, ina maana kwamba tayari wawezeshaji au wanunuzi wa hizi funza kwa ajili ya mifugo wako wengi sana. Tunaongeza kipato kwenye majumba. Sawa? Mnasikia vijana? Ndio. Tunasema mazingira yetu mazingira yetu uhai wetu. Lakini pia kuna kauli mbiu. Sawa? Kuna kauli mbiu ya taifa. Sawa? Tunasema mazingira yetu na Tanzania ijayo, tuwajibike sasa. Mazingira yetu na Tanzania ijayo, tuwajibike sasa. Kumaliza mtihani wenu wa darasa la 7 si kwamba ndio mmemaliza maisha, bado hamjayaanza. Kwa hiyo asije katokea mtu huko akawadanganya akasema sasa mmeshamaliza, kinachotakiwa ni kuja kuleta vurugu mtaani. Kataeni wanangu, tumeelewana